Jina naitwa Ernest Eric Nyambo, ni mwenyekiti wa Jukwaa la Maendeleo mkoa wa Dar es Salaam. Jukwaa hili la maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam ni utaratibu wa kawaida. Kila mwaka tunakuwa na jukwaa la maendeleo ya mikoa mbalimbali. Kwa Dar es Salaam ni jukwaa la 8 leo. Jukwaa hili ni maalum kwa ajili ya kuwakutanisha wanaushirika wa eneo la Dar es Salaam. Tunafahamu ushirika wa kifedha kwa maana ya SACCOS, lakini huko ushirika wa viwanda vidogo vidogo, ushirika wa wavuvi, ushirika wa watu mbalimbali ambao wamekaa pamoja wakaamua kuandika ushirika wao na kuusajili rasmi. Sasa sisi pamoja na ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam huwa tunaratibu hilo zoezi la kuwa na majukwaa haya. Jukwaa hili malengo ni nini? Malengo ni kwamba wanaushirika waje waongee changamoto zao, waongee mafanikio yao. Na tunawashukuru sana waandishi wa habari mnapokuwa mnatuunga mkono katika hii, kwa sababu mnaifanya Tanzania na dunia iufahamu ushirika unafanya kitu gani. Tumekuwa leo na siku nzuri. Mgeni rasmi ameweza kutupa yale aliyotamani kutupa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kiongozi wetu Albert Chalamila, lakini pia na sisi tumeweza kumpa takwimu za mambo mazuri yanayofanyika ndani ya ushirika katika eneo la Dar es Salaam. Tumeweza kukopesha mabilioni ya fedha kwa wanachama wetu, lakini pia ushirika umeweza kurudisha kwenye jamii. Mmekuwa mkiona mara kwa mara SACCOS mbalimbali, vyama vya ushirika mbalimbali, likiwa ni msingi mmojawapo wa ushirika duniani, kwamba lazima unachokipata katika faida zako urejeshe kwenye jamii. Tunatoa misaada mashuleni, tunatoa misaada mahospitali, tunasaidia watoto yatima na maeneo mbalimbali yenye uhitaji karibu palipo na vyama vyetu vya ushirika. Lakini pia ushirika huu umeweza kutoa ajira. SACCOS za Dar es Salaam peke yake pamoja na vyama vya ushirika vimetoa ajira za watu 432. Ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha Watanzania wanapata kazi rasmi. Lakini kazi zisizo rasmi ni pale ambapo mwanachama amekopa akafungua mradi wake binafsi, ule mradi ataajiri watu. Pia hizo ni mtiririko, ni chain ya kusambaza ajira kupitia huyo mwanachama ambaye ameweza kukopeshwa na chama cha ushirika na akaweza kuingia mtaani. Lakini pia katika jukwaa la mwaka huu tumejikita zaidi kwenye digital. Sasa hivi TEHAMA ndio inazungumzwa pote duniani. Hata katika maelekezo tunayopata kutoka tume ni lazima tuendane na TEHAMA. Hatuwezi kung'ang'ana katika ule utaratibu wa kukopeshana, kujaza fomu, kufanya nini, lazima uende chamani. Mwaka huu tunasisitiza na kusisitiza vyama vihakikishe vinatoa huduma kwa kutizama misingi ya TEHAMA, ili kusudi mtu anaweza akawa yuko mbali na eneo la ofisi lakini akapata mkopo wake. Tumeangalia mashirika ya simu, makampuni ya simu yameweza kuwa yakitoa huduma hizo kiganjani. Basi na sisi wanaushirika tunaviambia vyama vyetu viangalie namna gani vinawekeza kwenye TEHAMA ili kurahisisha huduma kwa wanachama wetu. Tumekuwa na wanachama zaidi ya 600 wakiwakilisha wanachama wengine ambao hawakuweza kufika hapa. Tumekuja kujadili, tutakuwa kwa siku 2 kuweza kujadili yale ambayo nimeeleza.